mtazamaji na msikilizaji wa Sauti ya Marejeo Ministry, karibu tena katika mfululizo wa masomo ambayo tumekuwa tukijifunza yanayohusiana na mpango wa ukombozi, na somo ambalo tulianza kuliangalia lilikuwa ni makundi mawili katika zama ya mwisho, na baada ya hapo tukaangalia somo ambalo lilikuwa lina kichwa kinachosema mpango wa ukombozi. Na baada ya kuona somo la mpango wa ukombozi, tukaona somo ambalo lilikuwa lina kichwa kinachosema kujua na kuelewa wakati. Na katika somo hili kuna vipengele mbalimbali ambavyo tumekuwa tukivitazama, ambapo kipengele cha kwanza kilikuwa kinazungumzia mkokotoo wa wakati, na kipengele cha pili tuliona kilikuwa kina kichwa kinachosema amri ya Jumapili na kizazi cha mwisho. Kwa hiyo somo tulilolitazama kwa mara ya mwisho lilikuwa lina kichwa kinachosema amri ya Jumapili pamoja na kizazi cha mwisho. Kwa hiyo tukaona kizazi cha mwisho kinaishia mwaka wa 2025 takriban, kwenda mbele kidogo au kurudi nyuma kidogo. Hapo ndipo mlango wa rehema utafungwa kwa Adventista wa Sabato duniani kote kwa tukio la kutangazwa kwa amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo ndilo somo ambalo tulilitazama katika wakati uliopita, na kuna chati ambayo tuliweza kuichora. Kabla ya kuanza somo katika siku ya leo ambalo lina kichwa kinachosema ni wakati au wakati maalum, ningependa niweze kukukumbusha kwa ufupi jinsi ambavyo tulifanya mkokotoo wa kizazi cha mwisho. Na kumbuka, tuliangalia maana ya maneno ambayo Kristo aliwaambia wanafunzi wake katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 na ule mstari wa 34. Neno la Mungu linasema, amini amini nawaambieni, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatakapotimia. Kwa hiyo hayo yote tuliona ni matukio ambayo Kristo aliyataja katika Mathayo 24, na tukio la mwisho ambalo litafunga matukio yote ni tukio la amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Kristo angeweza kuambia wanafunzi wake, kizazi hiki hakitapita, amri ya Jumapili itatangazwa. Na tuliona hicho kizazi sio kizazi cha kwanza, sio kizazi cha pili, sio kizazi cha tatu, ni kizazi cha 4, kwa sababu tuliona katika neno la Mungu ya kwamba kizazi ni miaka 40, na tukafanya mkokotoo kwa kufuata utaratibu wa Biblia, na nitaanza kukukumbusha kile ambacho tulikuwa tukikokotoa katika wakati uliopita, ili tunapotazama somo la leo ambalo linazungumzia wakati au wakati maalum tuweze kuwa pamoja. Kwa hiyo tulitazama kibiblia kizazi ni miaka 40, na tukaangalia, tunapojifunza swala la kizazi tunajifunza katika mitazamo miwili. Mtazamo wa kwanza ni kwa habari ya uzao, na mtazamo wa pili ni kwa habari ya utawala. Na kwa habari ya uzao tukasema hakuna kikomo, na kwa habari ya utawala tukasema kuna kikomo. Na kikomo cha kizazi kutawala tuliona ni miaka 40, na tukaona tofauti iliyopo pia kati ya uzao mmoja wa kizazi hadi uzao mwingine ni miaka 40, na tofauti iliyopo kati ya utawala mmoja wa kizazi hadi utawala mwingine ni miaka 40. Lakini pia tuliweza kutazama ya kwamba katika neno la Mungu kuna baadhi pia ya mafungu ambayo yanawakilisha kizazi kama miaka 100, na wengi walikuwa wanajiuliza maswali kama haya
ya kwamba kama kizazi ni miaka 100 na Yesu aliingia katika patakatifu pa patakatifu 1844, basi mtu anaweza kasema ya kwamba kizazi cha mwisho hakiwezi kikaisha 2025 takribani. Naposema takribani namaanisha kwenda mbele kidogo au kurudi nyuma kidogo, ndiyo maana ya neno takribani. Lakini tukasema ya kwamba muktadha wa siku 2300 umejengwa katika uelewa wa Ezekieli 4 mstari wa 6, lakini pia umejengwa katika uelewa wa Hesabu 14:34, kwa sababu hizo siku 2300 hazijahesabiwa siku moja ikiwakilisha miaka 1000, lakini zimehesabiwa siku moja ikiwakilisha mwaka mmoja. Kwa hiyo hata pia tunapofanya mkokotoo wa vizazi, kwa sababu Kristo aliingia katika patakatifu pa patakatifu mwaka wa 1844, tuliweza kutazama na nikakwambia ukipata nafasi utasoma kitabu cha Pambano Kuu sura ya 24 ambayo inazungumzia ndani ya patakatifu pa patakatifu. Kwa hiyo hizi siku 2300 ambazo ziliishia mwaka 1844 na zilianzia mwaka wa 457 kabla ya Kristo na zikaishia 1844 baada ya Kristo. Unabii wa siku 2300 hujajengwa katika unabii wa siku moja kuwakilishwa miaka 1000 kama ambavyo neno la Mungu linaeleza katika kitabu cha waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 8, lakini unabii wa siku 2300 umejengwa katika muktadha wa Ezekieli 4:6 na muktadha wa Hesabu 14:34 ya kwamba siku moja kiunabii ni mwaka mmoja. Kwa hata tunapojifunza vizazi tukihusianisha na mwaka 1844 hatutajifunza kizazi moja miaka 100, kwa sababu hata unabii wa siku 2300 ambao umeishia mwaka 1844 umejengwa siku moja kuwakilisha mwaka mmoja. Ndio maana wale wapelelezi unaposoma kitabu cha Hesabu 14 walipeleleza nchi siku 40 na wangetakiwa kuzunguka miaka 40, ambapo Biblia inatuambia miaka 40 Mungu alichukizwa na kizazi kile. Ukija ukaangalia kitabu cha Zaburi sura ya 95 mstari wa 10, lakini pia tuliangalia kitabu cha Waebrania sura ya 3 mstari wa 9 pamoja na wa 10. Kwa hiyo hatutahesabu kizazi kama miaka 100 kama tulivyosoma katika kitabu cha Mwanzo. Tuliona Bwana alimwambia Ibrahimu uzao wake utakwenda utumwani muda wa miaka 400 na kizazi cha 4 ndipo kitarejea. Kwa hiyo miaka 400 itakapokoma ndipo kizazi cha 4 kitakaporejea. Kwa hiyo tukaona ukichukua 400 ukagawia na 4 utapata 100. Kwa hiyo kizazi ni miaka 100. Lakini pia kuna nukuu nitakusomea kabla ya kuendelea na kufanya mkokotoo huu katika kitabu cha Wazee na Manabii. Katika kitabu cha Wazee na Manabii nitasoma ukasa 82 aya ya kwanza. Wazee na Manabii ukasa 82 na ile aya ya kwanza nitakusomea pia ili uweze kuona ya kwamba kizazi ni miaka 100, kwa sababu Adamu anatajwa aliishi vizazi 9. Kwa hiyo ukija ukaangalia miaka aliyoishi ilikuwa ni 930, ukija ukagawia 9 unapata wastani wa 100. Kwa hiyo kizazi ni miaka 100. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Wazee na Manabii ukurasa wa 82 aya ya kwanza. Mjumbe wa Mungu anasema kwa miaka takribani 1000, hii takribani 1000 ni 930, anasema
Adamu aliishi miongoni mwa wanadamu takribani 1000 ambao ni 930. Anasema akiwashuhudia matokeo ya dhambi. Kwa uaminifu alijaribu kuzuia kuenea kwa habari ya mabaya. Aliamriwa kuagiza kizazi chake katika njia ya Bwana, na kwa uangalifu alithamini kile ambacho Mungu alimfunulia, na akakirudia kwa kila kizazi kilichofuata, kwa watoto wake na watoto wa watoto wake, hadi kizazi cha 9. Nitakazia hapa, hadi kizazi cha 9. Alielezea furaha na utakatifu wa mwanadamu katika paradiso, na akarudia historia ya anguko lake, akiwaeleza kuhusu mateso ambayo Mungu amemweleza ni lazima. Anasema akiwaeleza kuhusu mateso ambayo Mungu amemweleza ni lazima kwa ajili ya kutunza sheria yake, na kuwaeleza mpango wa rehema kwa wokovu wao. Hata hivyo, wachache walisikiliza maneno yake. Mara kwa mara alikutana na lawama kali za dhambi aliyoifanya, ambayo imepelekea ole kwa kizazi chake. Kwa hiyo wapendwa, tuliona kama mnakumbuka, Adamu aliishi miaka 930. Lakini neno la Mungu linasema katika kitabu cha Wazee na Manabii, kama tulivyosoma hapo, ya kwamba aliishi katika vizazi 9. Kwa hiyo hapo ukija ukagawa, tuliona ni wastani wangapi? 9 imeenda kwenye 93 mara 10, inabaki 3, na 9 inaenda kwenye 30 mara 3, na inabaki 3. Kwa hiyo tukaona hapa kizazi ni wastani wa miaka 103. Lakini pia tulisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 40 ya kwamba siku zote ambazo wana wa Israeli walikaa Misri ilikuwa ni miaka 430. Lakini kumbuka, Bwana alimwambia Ibrahimu miaka 400. Lakini muda ambao Waisraeli walikaa ni 430. Ukija ukagawia 4, kwa sababu Bwana alisema kizazi cha 4 kitarudi hapa, utapata wastani wa 4 inaenda kwenye 43 mara 10, na 4 inaenda kwenye 30 mara 7. Kwa hiyo utapata wastani wa 107. Na kwa nini Bwana anapotuambia tukio fulani litatokea katika kizazi fulani, hamaanishi ya kwamba baada labda ya miaka kamili wana wa Israeli wangeweza kufanya nini? Wangeweza kurejea katika nchi yao. Lakini Bwana anatuonesha tu hapo hapo takriban 100. Inaweza ikapungua, inaweza ikazidi kidogo, kama ambavyo tumeona pia Adamu ametajwa kuishi vizazi 9, miaka 930. Imeenda mbele kidogo, imezidi miaka 3 wastani kwa kila kizazi. Lakini hata kwa wana wa Israeli kwa muda ambao wamekaa Misri, kama tulivyosoma kwenye Kutoka 12 mstari wa 40, ilizidi miaka 7 kwa kila kizazi. Ndio maana ukija ukaangalia kwa vizazi vyote ni miaka 30. Lakini Bwana alisema miaka 400 na miaka 100 kuhesabika kama kizazi. Lakini ni katika uelewa huo wa kizazi miaka 100, tunaona wana wa Israeli walirejea, lakini ulikuwa ni muda mfupi baada. Lakini pia tukaangalia sura ya kwanza katika kitabu cha Pambano Kuu, ambayo ilikuwa inazungumzia maangamizi ya Yerusalemu. Tukaona maangamizi ya Yerusalemu kipindi wana wa Israeli wanamwambia Pilato, damu ya Kristo iwe juu yetu na watoto wetu. Tuliona ilikuwa ni mwaka wa 31 BK baada ya Kristo. Lakini tukaangalia utimilifu wake ulitokea, Yerusalemu iliangamizwa mwaka wa 70 BK baada ya Kristo. Kwa hiyo ukija ukachukua 70 ukatoa 31 utapata 39. Kwa hiyo tunaona kizazi kile
kilipatilizwa uovu katika mwaka wa 39. Lakini je, hiyo inamaanisha kizazi sio miaka 40? Hapana, ni miaka 40. Lakini Mungu anapotabiri au anaposema tukio fulani litatokea katika kizazi fulani, inaweza ikawa kabla au baada, lakini hii kabla itakuwa ni muda mrefu, itakuwa ni muda mfupi kabla, au baada itakuwa baada ya muda mrefu, itakuwa ni muda mfupi baada, na tukaona kwamba huo muda mfupi hatujui. Kwa hiyo ndio maana hata tunapoandika kizazi cha 4 kinaishia 2025, naandika takribani. Kwenda mbele kidogo, jumlisha inamaanisha kwenda mbele kidogo, na kutoa inamaanisha kurudi nyuma kidogo. Kwa hiyo ningependa kukukumbusha kile ambacho tulikitazama katika kipindi kilichopita. Kwa hiyo tukaona kizazi kwa habari ya uzao hakuna kikomo, lakini kwa habari ya utawala kuna kikomo. Lakini tukaona ya kwamba katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, kama unafuatilia vizuri, tulisoma gombo la 5 ukurasa wa 207 na ukurasa wa 208, na nikakupatia mkazo ya kwamba ukipata nafasi uweze kutazama sura inayozungumzia muhuri wa Mungu katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5. Kwa hiyo tuliona katika Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 ukurasa wa 207 na hadi ukurasa wa 208 ya kwamba ni katika kizazi cha 4 cha kanisa ndipo Kristo atakapoacha kiti cha rehema, ndipo mlango wa rehema utakapofungwa, na ndipo muhuri wa Mungu utakapokuwa unawekwa kwa waaminifu. Na muhuri wa Mungu tunafahamu utawekwa pale ambapo chapa ya mnyama itashurutishwa, ambapo chapa ya mnyama ni amri ya Jumapili katika taifa la Marekani. Kwa hiyo hapo ndipo Kristo ataacha kiti cha rehema. Neno kuacha kiti cha rehema inawakilisha atafunga mlango wa rehema, ataacha kuwa mpatanishi kwa Waadventista wa Sabato. Tuliona katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro 4:17 neno la Mungu linaposema, kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu, na ikiisha kumalizika kwetu sisi, mwisho wao wasioitii injili ya Kristo utakuwaje? Kwa hiyo tuliona ili tujue muda ambapo Kristo ataacha kiti cha rehema, ambapo tuliona ni kizazi cha mwisho 2025 takribani. Kwenda mbele kidogo au kurudi nyuma kidogo, lazima tujue kwanza muda ambapo Kristo aliingia katika kiti cha rehema. Kwa tukaona kumbe Kristo aliingia katika kiti cha rehema, na kiti cha rehema ni kifaa ambacho kinatupeleka moja kwa moja katika chumba cha pili ambacho ni patakatifu katika hekalu la mbinguni. Kwa hiyo mwaka 1844 ndipo tunaona Kristo aliingia katika kiti cha rehema. Kwa hiyo hapo ukija ukaangalia kwa habari ya uzao, tuanze kizazi kwa habari ya uzao, ukija ukajumlisha miaka 40, na nikaandika kwa kalamu tofauti, ukija ukajumlisha hapa miaka 40, utakuja upate mwaka wa 1884. Ukija ukajumlisha 40 hapa ni kwa habari ya uzao. Kumbuka huku chini ni uzao, huku juu ni utawala. Ukija ukajumlisha 40, hiki ni kizazi cha kwanza, hapa ni kizazi cha pili. Ukija ukajumlisha 40, kuja utapata 1924. Ukija ukajumlisha 40 utapata 1964. Hapa ni kwa habari ya uzao. Kwa kizazi cha kwanza ni hapa, cha pili hichi hapa cha tatu. Kwa hiyo tunaenda cha 4 kwa habari ya uzao, na tunaona kwa habari ya uzao hakuna kikomo. Lakini huku utawala tuliona kuna kikomo. Kikomo kipo, au niseme kuna kikomo.
utapata 2004 hiyo kujumlisha 40 utapata 2044. Kwa hiyo hakuna kikomo kwa habari ya uzao, lakini kwa habari ya utawala tukaona kuna kikomo, na kikomo tukaona ni hadi kizazi cha 4. Tuliangalia mfano wa Yehu, wanawake wangetakiwa kukaa katika utawala wa Israeli mpaka kizazi cha 4. Tulisoma Wafalme wa Pili 15-12 na Wafalme wa Pili sura ya 10 na ule mstari wa 30. Lakini tukaona katika kitabu cha Hesabu 1:20 ya kwamba katika Israeli, kwa sababu sisi Waadventista wa Sabato ndio Israeli ya sasa, mtu asingeweza kuruhusiwa kwenda vitani au kubeba majukumu mpaka awe na umri wa miaka 20 na zaidi, 20 na kwenda mbele. Kwa hiyo tukaangalia katika kizazi cha kwanza waanzilishi wa imani wengi walikuwa wamezidi miaka 20. Kwa hiyo wasingeweza kusubiriwa wafikishe miaka 20 ndio waweze kutawala kwa muda wa miaka 40 katika kizazi chao. Kwa hiyo tukaona hawa walitawala miaka 40 ya mianzo katika kizazi chao, kwa sababu wengi walikuwa ni watu wazima waliozidi umri wa miaka 20. Kwa hiyo hapa tuliona walitawala kwa miaka 40 ya kwanza, lakini hapa tukaona pia kuna miaka 40, lakini kuna 20 ya kwanza na 20 ya pili. Kila kizazi hapa 20 ya kwanza, 20 ya pili, kasoro kizazi cha kwanza kwa sababu wengi walikuwa wamezidi miaka 20. Hapa kuna 20 ya kwanza, kuna 20 ya pili, 20 ya kwanza, 20 ya pili. Kwa hiyo tukaona walitawala miaka 40 ya mianzo katika kizazi chao, lakini pia wakatawala na miaka 20 ya mwanzo katika kizazi cha pili, ili wawasubirie hawa waliozaliwa katika kizazi cha pili waweze kufikisha umri wa miaka 20 ili waweze kupewa madaraka katika uongozi wa kanisa. Kwa hiyo tukaona muda waliotawala, ukitaka kujua unaweza kuchukua miaka waliotawala katika kizazi chao 40 ukajumlisha miaka waliotawala katika kizazi cha pili ili waweze kuwasubiria wakue wafikishe miaka 20 na kuendelea ili waweze kubeba majukumu. Kwa hiyo jumla hiki kizazi pekee tu ndicho kilichotawala kwa miaka 60, kwa sababu wengi walikuwa ni watu wazima na waliutawala miaka 20 ya mwanzo katika kizazi cha pili ili wawasubirie hawa waliozaliwa hapa, kwa sababu huku tumesema ni habari ya uzao, waweze kufikisha miaka 20 ili wabebe majukumu. Kwa hiyo hapa muda waliotawala ni miaka 60. Walitawala kwa miaka 60. Kwa hiyo tukitaka kujua wataishia kutawala wapi, ni mpaka pale tutakapojua kizazi cha pili wataanza kutawala wapi. Kwa hiyo mwisho wa utawala wa kwanza ni mwanzo wa utawala wa pili na kadhalika. Hivyo hivyo mwisho wa utawala wa pili ni mwanzo wa utawala wa tatu, mwisho wa utawala wa tatu ni mwanzo wa utawala wa 4, na mwisho wa utawala wa 4 ndio kikomo ambacho Mungu ameweka, ataingilia kati na kuonesha enzi yake mwenyewe. Kwa hiyo hapa ukitaka kujua mwanzo wa waliozaliwa patakapotawala, utachukua huu mwaka utajumlisha 20 utapata 1904. Na tuliona kama ilivyo uzao wa kizazi miaka 40 ndivyo ilivyo utawala wa kizazi ni miaka 40 pia. Kwa hiyo hapa pia walitawala miaka 20 ya mwisho katika kizazi chao na 20 ya mwanzo kuwasubiria hao waliozaliwa kizazi cha tatu wafikishe miaka 20 ili waweze kupewa majukumu. Kwa hiyo walitawala kwa muda wote miaka 40. Hivyo hivyo ukitaka kujua mwisho wa utawala wao utachukua tu mwaka utajumlisha 40, utachukua 1904 utajumlisha 40 utapata 1944. Kwa hiyo hivyo hivyo hapa tunaona kizazi hiki cha tatu kilitawala pia miaka 20 ya mwisho katika kizazi chao na miaka 20 ya mwanzo katika kizazi
cha 4 kilipokuwa kinazaliwa, ili kuwasubiria waliozaliwa kizazi cha 4 wafikishe miaka 20 ili waweze kupewa majukumu. Hapa tukaona ni 40 na hapa ni 40. Kwa hiyo ukitaka kujua kikomo cha utawala wao, unaweza ukachukua tu 1964 ukajumlisha 20, au ukachukua 1000 mwaka walioanza kutawala ukajumlisha 40, ukapata 1984. Alafu hao waliozaliwa kizazi cha 4 walitawala miaka 20 ya mwisho katika kizazi chao na miaka 20 ya mwanzo kuwasubiria hichi kizazi cha 5 kwa habari ya uzao kilichozaliwa kifikishe miaka 20 na kuendelea. Na tukaona hapa ndipo kuna kikomo, maana Mungu hata ruhusu kizazi cha 5 kiingia katika utawala wa kanisa. Miaka 40, ukitaka kujua tu utajumlisha 40. Muda wa utawala wa kizazi utapata, tuliandika 2024 kuelekea 2025, takriban kwenda mbele kidogo au kurudi nyuma kidogo. Na nikakwambia kuliko kuandika hivi, kwa sababu mwaka wa 2024 una miezi 12 na mwisho wa miezi 12 ndio mwanzo wa 2025. Kwa hiyo mwaka huu umaanisha pia mtu akiandika hivi hamna tofauti. Ndio maana nikakwambia kizazi cha mwisho kinaisha 2025 kwenda mbele kidogo au kurudi nyuma kidogo, takriban hizi alama. Na nikakwambia sasa hivi tena atupo kwenye kurudi nyuma kidogo, tupo 2026, tupo mbele kidogo. Ndio maana tunatakiwa kumwomba Mungu atupatie muda wa ziada kwa ajili ya kujiandaa na kujiweka tayari. Kwa hiyo ndilo somo ambalo tulilitazama katika kipindi kilichopita, na siku ya leo nikakuahidi tutatazama somo litakalojibu maswali ya mkokotoo ambao tumekuwa tukiufanya wa kizazi cha mwisho pamoja na miaka 6000, lenye kichwa kinachosema ni wakati au wakati maalum. Lakini hapo ulipo na kualika, kama una nafasi ya kupiga magoti utapiga magoti, kama una nafasi ya kusimama utasimama, na kama una nafasi ya kukaa inamisha uso wako tunapoenda kumwomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa upendo wako katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa ajili ya fursa hii ambayo umetupatia katika muda mfupi wa rehema uliosalia katika maisha yetu, kuweza kusikia jumbe hizi ili ziweze kutuandaa, zitupatie roho ya uharaka katika kufanya ushirika pamoja na wewe kabla ya kufa na kabla ya Jumapili haijatangazwa katika nchi ya Marekani. Tuwezeshe tuweze kuwa tayari. Tupatie uzoefu aliokuwa nao mtumishi wako Enoko. Alifurahi kuzungumza na wewe na mwisho wa siku ukaona hastahili kuishi katika ulimwengu huu. Tusaidie Baba, tuweze kutembea katika uzoefu wa watakatifu wako, mashujaa wa imani waliotutangulia, lakini zaidi sana tumtazame Kristo ambaye ndiye kielelezo chetu, na tunatakiwa kuishi maisha aliyoishi katika kizazi hiki cha mwisho. Umetuita kushirikiana na wewe ili kumaliza kazi, ijapokuwa ni wadhaifu kuliko vizazi vyote, lakini mpango wako unasema uwezo wako udhihirika kupitia udhaifu, lakini pia unakichagua kidhaifu kukiaibisha chenye nguvu. Asante kwa sababu utatutumia kwa ajili ya kumaliza kazi na kumponda kichwa Shetani. Naamini uwepo wako utakuwa na kila mmoja wetu, kuwa pamoja na msikilizaji na mimi mzungumzaji. Nipatie maneno yanayotoka kwako kwa ajili ya kuzungumza na kusanyiko lako hili. Natumaini utaongoza kipindi hiki mwanzo hadi mwisho, kupitia jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo nimeomba na kuamini, amina. Kwa hiyo wapendwa, hiki ndicho tulichokitazama na kukiona. Kwa hiyo hii ndio chati ambayo tuliiona na nimejibu maswali yote na imani hiyo
kwa sababu hapa hatuwezi kuangalia kizazi ni miaka 100 kwa muktadha wa mkokotoo wa siku 2300 zilihesabiwa siku moja kama mwaka mmoja. Kama wana wa Israeli walivyoenda kuipeleleza siku 40, ndivyo wangetakiwa kuzunguka miaka 40. Ndio maana muda wa kizazi tunatumia miaka 40, kwa sababu mkokotoo huu wa 1844 ulijengwa juu ya unabii siku moja, mwaka mmoja, na sio siku moja miaka 1000, kama unavyoangalia kwenye kitabu cha Ezekieli 4:6 na Hesabu 14:34. Kwa hiyo nitafuta hapa ili tuweze kuanza somo letu la leo linalosema ni wakati au wakati maalum. Na ningependa kukuambia mpendwa, Mungu ajipingi, hana kigeugeu. Sije kuona kama Biblia inajipinga. Ni sisi mawazo yetu hayako tayari kufundishwa na Bwana. Lakini kama tutamtafuta Bwana kwa moyo kama watoto wachanga, atatuelekeza na atatufunulia siri zake kuu. Hivyo basi, napenda kukualika katika somo letu la leo lenye kichwa kinachosema ni wakati au wakati maalum. Kwa hiyo hichi ndicho tutakachokitazama katika siku ya leo, ya kwamba ni wakati hiki ambacho tumekuwa tukikokotoa au wakati maalum. Unapoangalia katika kitabu cha Warumi, ni fungu ambalo tumekuwa tukilisoma mara kwa mara, linatualika katika kujua wakati. Kwa hiyo sitafanya marudio, lakini leo hasa nitajikita katika kuzungumzia wakati maalum, kwa sababu Warumi anaeleza kwa uwazi ya kwamba tunatakiwa kujua wakati. Na tuliona Yerusalemu iliangamia kwa sababu moja tu, watu walipuuzia kujua nyakati. Kwa hiyo tukaona Yerusalemu ya zamani ndio Waadventista wa Sabato kwa sasa hivi. Tutaangamia na tutafungiwa nje kama hatutajua wakati wa ukombozi wetu, kwa sababu hatuwezi tukaukomboa wakati ambao hatuufahamu. Ni kweli hatufahamu wakati maalum, lakini sio wakati. Kwa hiyo hiki ambacho tumekuwa tukikifanya sio wakati maalum, hiki ni wakati. Ndio maana nimekwambia miaka 6000 nilisema inaishia, miaka 6000 nilisema inaishia 2031. Lakini kama nisingeweka hizi alama takriban kwenda mbele kidogo au nyuma kidogo, ningekuwa nimeweka wakati maalum. Lakini nikakwambia hata kwa nini tumeweka hizi alama, na nikarudia mara kadhaa. Kwa hiyo naamini nimeeleweka na natamani tuweze kusonga mbele. Lakini pia nikakwambia kizazi cha mwisho, kizazi cha 4 katika kanisa la Sabato inaishia 2025 takriban, kwenda mbele kidogo au kurudi nyuma kidogo. Bila alama hizi nitaweka wakati maalum, lakini haitakuwa wakati maalum kama nitaweka alama hizi. Kwa hiyo leo tutajifunza, je, kile ambacho mjumbe wa Mungu anatuambia tusifanye ni wakati au ni wakati maalum? Mjumbe wa Mungu aseme hakutakuwa kuna unabii wa wakati tena, anasema hakutakuwa kuna unabii wa wakati maalum tena. Na hapo ndipo shetani ameweka mtego, wengi tunashindwa kutofautisha. Kwa hiyo fuatana pamoja nami kwa umakini tunapoendelea kulitazama somo hili kwa ukaribu sana. Unapotazama katika kitabu cha Matendo ya Mitume, katika kitabu cha Matendo ya Mitume, fungua pamoja nami katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Hapa tunaanza kuona nini maana ya wakati maalum. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, wakati maalum, hata mimi nakwambia ni nje ya uwezo wangu, hakuna anayejua wakati maalum, lakini wakati ni wajibu kwa kila Mkristo kuweza kuelewa, hasa wakati wa ukombozi. Unapoangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura ya kwanza, Matendo ya Mitume sura ya kwanza, nitasoma mstari wa 7
na mstari wa 8, neno la Mungu linasema, akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira. Ameweka mkato, hajaweka nukta, ameweka mkato. Kwa maana hiyo unaposoma Biblia unakuta mkato, kuna maelezo ambayo yanakamilisha sentensi ambayo imekwisha kutolewa maelezo. Anasema hapa, akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira. Wengi wanakomea hapo na wanapotosha fungu hili, lakini anaendelea kusema, Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Kwa hiyo kumbe wakati maalum ni majira ambayo Baba, kwa lugha nyingine Mungu, ameyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Kwa hiyo wakati maalum ni wakati ambao Bwana ameweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini hapa sisi hatuangalii wakati ambao Bwana ameweka katika mamlaka yake mwenyewe ambao ni wakati maalum, bali tunaangalia wakati ambao Bwana hajaweka katika mamlaka yake mwenyewe, amempatia na mwanadamu nuru hii, amemfunulia. Ndio maana tunaambiwa na mtu kujua wakati ya kwamba saa ya kuamka katika usingizi umekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu upo karibu nasi kuliko pale tulipoanza kuamini. Kwa tunatakiwa kujua wakati. Ndio maana pia hata nabii anafunua miaka 6,000, anafunua miaka 4,000, anafunua miaka 2,000, anatupatia hadi kipindi ambapo miaka 4,000 ilikomea. Tunaambiwa ni takriban 31. Hayo yote yako ndani ya uwezo wetu. Lakini pia tukija kuangalia kizazi cha mwisho, anaandika kila kitu na Biblia iko wazi, na ukiwa na nuru ya Biblia na roho nabii itakusaidia kuweza kujua ni lini kizazi cha mwisho kinakoma, ambacho tumefanya mkokotoo tukaona ni 2025 kwenda mbele kidogo au kurudi nyuma kidogo. Kwa hiyo kumbe hicho tunachokifanya sio kitu ambacho Bwana amekiweka katika mamlaka yake mwenyewe. Angekuwa amekiweka katika mamlaka yake mwenyewe, hata kama ningesomaje bado nisingepata uelewa huu. Lakini atukuzwe Bwana, amewafunulia walio wanyenyekevu wa moyo. Kwa hiyo wapendwa, si wakati maalum huu mkokotoo ambao tumekuwa tukiufanya, bali ni wakati. Sasa tumeona maana ya wakati maalum ni wakati pamoja na majira ambayo Bwana ameweka katika mamlaka yake mwenyewe. Kwa hiyo hawezi akamfunulia kiumbe mwingine yoyote. Ndio maana hata malaika tunatambua hawajui wakati maalum. Lakini sasa tuendelee kuitazama hii maana ya wakati maalum. Kwa hiyo maana ya kwanza ambao ni kitovu au msingi itakayo tupatia uelewa maana nyingine zote kuhusiana na wakati maalum, tumeona ni muda ambao Bwana ameweka katika mamlaka yake mwenyewe. Kwa hiyo tumeona wakati maalum, wakati maalum ni muda au muda ambao Bwana ameuweka katika mamlaka yake mwenyewe. Kwa lugha nyingine ni siri. Na tunaambiwa yaliyofunuliwa ni kwa ajili yetu na watoto wetu, lakini mambo ya siri ni ya Bwana. Lakini wakati sio siri, Bwana ameufunua, na amefunua kupitia neno lake, kupitia manabii wake, kwa sababu neno la Mungu linatuambia hakika Bwana hatafanya neno lolote pasipo kuwafunulia hao watumishi wake manabii siri zake. Kwa hiyo hii ndio maana ambayo ni msingi wa maana nyingine zote na wakati maalum. Kwa hiyo fungua pamoja nami katika kitabu cha Injili ya Mathayo tuweze kuona pia maana nyingine ya wakati maalum. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Injili ya Mathayo. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 24. Ni fungu ambalo watu wanalitumia vibaya. Kitabu cha Mathayo sura ya 24
Nitasoma mstari wa 36. Kwa maana nyingine wakati maalum tunaiona hapa. Naposoma kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 36, neno la Mungu linasema, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuae, hata malaika walio mbinguni, ila Baba peke yake. Alafu ukija kuangalia hizi Biblia za Kiswahili kuna wala mwana, lakini ukija kusoma Biblia ya asili ya King James Version, hii wala mwana imeongezwa, haipo. Na kuna nukuu moja nitakusomea katika kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho, hahitaji wala mwana, anasema ni malaika hawafahamu ila Baba peke yake. Na Baba na Mwana ni kitu kimoja. Yesu alisema mimi na Baba ni kitu kimoja. Yesu ni Mungu, anajua wakati wa kuja kwake, japo hata ifanye ijulikane kwa mwanadamu, lakini hata ifanye ijulikane siku zote. Tutaendelea kuangalia ya kwamba ijapokuwa hatujui wakati maalum sasa hivi kutoka katika Biblia na roho unabii, lakini kadiri pambano linavyoendelea, Mungu atawatangazia watu wake wakati maalum. Watawatangazia siku na saa ya kuja kwake ya kuokoa na kuwatoa katika taabu ya Yakobo. Kwa hiyo maana nyingine ya wakati maalum ambao ni kweli nje ya mamlaka yetu ni siku na saa. Ukisoma katika Biblia hautaweza kufunuliwa siku na saa ya kuja kwa Bwana. Lakini fungu hili haisemi kwamba haitajulikana kama au ambayo itafunuliwa, lakini unaposoma katika neno la Mungu au katika upeo wa kibinadamu hautaweza. Hata malaika hawajui ya uwezo wakakufunulia, kwa sababu ni nje, hata wao hawajui ya uwezo wao. Lakini haimaanishi itakaa siri siku zote, japokuwa itatangazwa sio kabla ya kufungwa mlango wa rehema, lakini ni baada ya kufungwa mlango wa rehema, katika mapigo 7 ya mwishoni kabisa, ndipo Mungu unaposoma unabii atawatangazia watakatifu wake siku na saa, ambao watakuwa 144,000. Wakati wao wanasikia sauti tamu ya wokovu wao, waovu watakuwa wanasikia kama radi na ngurumo. Kwa hiyo maana nyingine ya wakati maalum tumeona ni siku na saa, na ni kweli. Lakini pia maana nyingine ya wakati maalum ni mwaka. Unaposema labda matukio fulani yatatokea baada ya miaka fulani, kwa uhakika, bila kusema takriban kwenda mbele kidogo au kurudi nyuma kidogo, hapo pia umeweka wakati maalum. Ndio maana unapoangalia kitabu cha Danieli, fungua pamoja nami katika kitabu cha Danieli, kuna maana nyingine ya wakati maalum. Katika kitabu cha Danieli sura ya 8, Danieli sura ya 8, nitasoma mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, akamwambia hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Kwa hiyo pia unabii ambao ulitimia wa siku 2300 tuliona ulianza 457 na ukaishia 1844. Ulikuwa ni unabii wa miaka 2300. Huu ulikuwa ni unabii wa wakati maalum. Na ni unabii huu pekee katika maandiko ambao mwanadamu alifunuliwa. Hakuna unabii mwingine unaohusiana na wakati maalum ambao mwanadamu atafunuliwa katika kusoma neno la Mungu, isipokuwa ni unabii wa siku 2300, 1844, na kwetu sisi ni historia. Na ndicho nabii anasema watu hawatakuwa na unabii sio wa wakati, bali wakati maalum. Kama kusingekuwa kuna mafunuo ya wakati, hata asingeandika miaka 6000, asingeandika miaka 4000, na asingeandika miaka 2000. Kwa hiyo tumeona maana ya kwanza ni siku na saa ambayo iko katika mamlaka ya Baba. Lakini maana ya pili ni mwaka maalum. Au kipindi maalum, labda kusema baada ya miaka mingapi, baada ya kipindi cha miaka kadhaa tukio fulani litatokea au Yesu akarudi. Ndio maana kama ukisema 2031 miaka 6 inaisha, unakuwa umeweka wakati maalum, kwa sababu sasa tuko 2026. Utakuwa unasema baada ya miaka 5
Yesu atarudi, hapo unakuwa umeweka wakati maalum, lakini haitakuwa wakati maalum kwa kuweka hizi alama takribani, kwenda mbele kidogo au kurudi nyuma kidogo. Na tulithibitisha kupitia maandiko, hizi alama siziweki tu, lakini tulithibitisha kwa nini ni takribani. Tukaona ili uelewe mwisho wa miaka 6000 lazima uelewe mwanzo wa miaka 6000. Lazima ujue mianzo yake ambayo ni miaka 4000, na miaka 4000 tulisema inaishia takriban 31, kwa sababu kuna nukuu nyingine zimetaji inaishia mwaka 27, kuna nukuu nyingine hazitaji imeanzia wapi na inaishia wapi, na tena zinasema kipindi Kristo anakuja miaka zaidi ya 4000 ilikuwa imepita. Ndio maana hayo yote yanataka tu kutuambia hatujui mwaka gani halisi, mwaka gani mahususi ambapo dhambi iliingia ulimwenguni. Kwa hiyo hii ndio maana pia ya wakati maalum. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Sauti ya Marejeo Ministry, na kualika tena katika mfululizo wa somo linalosema ni wakati au wakati maalum, sehemu ya pili.